Yes, wakati mambo yakiwa yamechemka kweli kweli mitaa ya Msimbazi alipo makazi ya mnyama Simba. Na hii si kutokana tu na mechi ya dabi iliyoko mbele yao, bali ni kutokana pia na kile kilichotokea kwa Walima Zabibu. Nazungumzia Dodoma walipomenyana hapo jana na Dodoma Jiji, na matokeo ya mwisho yakaisha kwa 0-0. Matokeo ambayo mashabiki wengi wa mnyama hawakuyategemea na pengine yamewaumiza kwa namna moja ama nyingine. Lakini licha ya mechi hiyo, mnyama Simba akiwa Dodoma amecheza mechi mbili, akicheza na Wajelajela Prison ya Mbeya, mechi ambayo mnyama aliibuka na ushindi kabla ya mechi ya hapo jana dhidi ya Walima Zabibu Dodoma Jiji, mechi ambayo mnyama alidondosha alama 2 na kaondoka na 1 kwa suluhu ya bila kufungana nyau mpaka dakika ya 90. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba mshambuliaji wao waliyemsajili kwa mbwembwe kweli kweli, na mzungumzia Mgana Jonathan Soa, hakuonekana katika mechi zote hizo mbili, huku tetesi zikieleza ya kwamba Jonathan Soa amerudishwa Dar es Salaam kutokana na kile kinachodhaniwa ya kwamba ni makosa ya kinidhamu. Wanahabari kama wajuavyo wakaanza kutafuta nini chanzo, hatimaye wakafanikiwa kumpata Jonathan Soa, na hiki ndicho alichokizungumza Jonathan Soa, na kinukuu kama alivyokisema yeye katika lugha ya Kimombo: "Sijajua kwa nini nimeambiwa natakiwa kurudi Dar. Alinifuata meneja wa timu akanipa ujumbe huo. Kwa kuwa ni kiongozi wangu, sikutakiwa kumhoji sana zaidi ya kutekeleza. Kuhusu madai ya utovu wa nidhamu, ndio kwanza nasikia kutoka kwako, lakini pia nimeona watu wanaandika tu kwenye mitandao ya kijamii. Nimesoma, ila nasubiri kwanza hicho kikao cha uongozi kujua sababu. Nikimalizana na uongozi ndio nitawarudia hao ambao wameandika vitu bila kujua ukweli kutoka kwangu. Mimi sio mtu wa kukubali jina langu kuchafuliwa kirahisi." Hayo ni maneno ya Jonathan Soa akijibu swali la mwandishi wa habari ya kwamba nini amefanya mpaka afukuzwe kambini na kurudishwa Dar es Salaam, ambacho kinaonekana si jambo la kinidhamu na si jambo la kiungwana. Jonathan Soa yeye mwenyewe akasema masuala ya kinidhamu anaona tu watu wakiandika, lakini acha malize kikao kwanza na uongozi wake, halafu atashughulika na hawa wanaoandika bila kutafuta ukweli wenyewe. Nini maoni yako? Tuandikie hapo chini kwenye comments, lakini pia usisahau kulike, kushare pamoja na kusubscribe channel hii ili uwe miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu pindi tu tunapozianika mahali hapa. Kumbuka ni kupitia channel hii ya Spotify.